Unaona, mwandishi mmoja akasema ati these are Seventh Day Adventists who keep Sunday. Unajua kuna Waadventista bado wanaheshimu nini? Jumapili. Na wako hapo. Watu walienda safari ya siku 3 jangwani. Na ndio Musa anasema waambie waende watuachilie tukafanye ibada ya siku 3 jangwani. Maandiko yanateremka ikisema nini? Mfalme wa Misri akawaambia, enyi Musa na Haruni, ndio, mbona mnawaachisha watu kazi zao? Kwa nini mnawaachisha watu kazi zao? Enendeni zenu kwa mizigo yenu. Enendeni zenu kwa mizigo yenu, twende. Kisha Farao akasema, lili, tazameni, ndio, watu wa nchi sasa ni wengi, nanyi mnawapumzisha, ndio, wasichukue mizigo yao. Ati watu wa nchi ni wengi, kwa nini mnawapumzisha wasichukue mizigo yao? Soma. Na siku ile ile Farao akawaamuru wasimamizi, ndio, na wanyapara wao akisema, lili, msiwape watu tena majani ya kufanyia matofali, twende, kama mlivyofanya tangu hapo. Soma. Na waende wakatafute majani wenyewe. Waende wakatafute majani wenyewe. Nataka kusikie, ibada ilifanyika na wana wa Israeli walipitia mateso kwa sababu walinyimwa siku ya ibada. Siku ya ibada walifanya kazi. Na ndio itafanyika hata leo. Kutoka 6 aya yake ni ya kwanza. Na ndio Farao anauliza, kwani Bwana ni nani hata nisikilize sauti yake? 6:1 kitabu cha Kutoka. Inasema nini? Akamwambia Musa, ndio, sasa utaona nitakavyomtenda Farao. Sasa kwa sababu Farao alikataa kumsikia Mungu, sasa Bwana anasema utaona nitakavyomtenda Farao. Twende. Maana kwa mkono hodari atawapa ruhusa waende zao. Kwa mkono hodari atawapa ruhusa waende zao. Soma. Na kwa mkono hodari ndio atawafukuza katika nchi yake. Soma. Kisha Mungu akasema na Musa. Mungu akasema na Musa akamwambia, lini? Mimi ni Yehova. Mimi ni Yehova. Mimi nilimtokea Ibrahimu, ndio, na Isaka na Yakobo. Soma. Kama Mungu Mwenyezi. Twende. Bali kwa jina yangu Yehova, kwa jina yangu Yehova sikujulikana kwao. Hakujulikana kwao. Nataka kusikie. Sasa Mungu anasema kwa sababu Farao amekuwa kichwa ngumu, amekataa kusikia, litafanya juu chini, litamtoa kwa mkono hodari, litamfanyia jambo mpaka ataruhusu watu waende. Wapendwa, kama kwa njia rahisi utakataa kumsikia Mungu, Mungu ako na njia ya pili ambaye atafanya. Na ni hatari sana ya kwamba anasema kama la tutamsikia, mapigo 7 yanakuja. Watu wataweza kupigwa, wale ambao walikataa kusikia sauti ya Bwana, kama vile Farao alikataa kusikia. Na ndio Biblia inasema ya kwamba hao watu walienda safari ya siku 3 jangwani. Si unisomee 8:25 kitabu ni cha Kutoka. Nataka uangalie lini kilifanya watu hawa wakakosa. Maandiko inasema nini? Farao akawaita Musa na Haruni akawaambia, ndio, enendeni mkamtolee Mungu wenu dhabihu. Wapi? Ndani ya nchi hii. Sikia sasa, Farao anajifanya amesikia, anaambia Musa na Haruni, nenda mkaambie Mungu wenyu ama kamtoleni Mungu wenyu dhabihu katika nchi hii. Yani na maana gani? Yani Farao anasema kama ni dhabihu simufanyie kwa nchi hii. Kuna watu wanasema ni sawa, mumehubiri vizuri, lakini tungekuwa tunahubiri na tuambie watu kanisa yetu ni Sunday, wangejaa hapa, wangejaa. Yani watu hawataki kuambiwa watoke hapo mahali wako waende mahali kwingine. Hiyo ndio watu wataki kusikia. Watu wanataka waambiwe tu tufanye ibada, hata mahali tuko ni sawa, tunaomba Mungu mmoja, tupatanie mbinguni. Hakuna.
hakuna Mungu mmoja ambaye watu tunaomba. Na ndio Farao anaambia Musa, simutoe ibada, lakini ibada mtatoa, toeni katika nchi ya Misri. Lakini watu wa Mungu wanafanya nini? Ni lazima watoke kwake. Maandiko inasema nini? Musa akasema, ndiyo, haitupasi kufanya hivyo. Haitupasi kufanya hivyo. Kwa kuwa tutamchinjia sadaka Bwana nani? Mungu wetu na hayo machukizo ya Wamisri. Ndiyo. Je, tutachinja sadaka ya hayo machukizo ya Wamisri mbele ya macho yao? Ndiyo. Wasitupige kwa mawe? Soma. La. Tutakwenda safari ya siku 3 jangwani. Tutaenda safari ya siku 3 jangwani. Tumchinjie dhabihu Bwana halafu Mungu wetu. Ndiyo. Kama atakavyoagiza. Kama atakavyoagiza. Twende. Farao akasema. Sasa sikia akili ya shetani. Farao akasema, lili? Mimi nitawapa ruhusa mwende. Ndiyo. Ili mumchinjie Bwana dhabihu. Lakini Mungu wenu jangwani. Twende. Lakini hamtakwenda mbali sana. Hamtakwenda mbali sana. Haya, niombeeni. Haya, fanyeni nini? Niombeeni. Hadi pia shetani anapeana prayer request. Aombewe. Nataka kusikie andiko hili limeshika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni lazima watu watoke Misri. Hatuwezi tukafanya ibada ya Mungu Misri, hatuwezi. Na jambo la pili, kuna wale ambaye wako hapa na wako na prayer request za shetani. Wewe umekuja kanisani na shetani anakuambia wewe usiende mbali sana, uniombe. Yaani kuna mtu anawashwa, itafika saa saa ngapi niende? Yaani amekaa hapa lakini anaumwa. Ataenda saa ngapi? Kuna biashara ameacha, kuna mteja ako pale anamsubiri, kuna date anafaa aende saa 8. Tuende lakini ibada tusiende mbali. Yaani kuna watu wako hapa na wako na maombi ya shetani. Lakini Musa akamwambia tuwezi. Ibada ni lazima tutoke na tukamtolee Bwana ibada jangwani. Sasa tuende kwa haraka tumalizie. Angalia mapigo yakaja na Farao akapigwa mapigo 7 mpaka akaruhusu wana wa Israeli akawaachilia waende. Wakapigwa mapigo 7. Twende andiko, kitabu ni cha Methali kama sijakosea. Methali 1 aya yake na 22. Methali 1:22. Maandiko yanasema nini? Enyi wajinga. Ndiyo. Hata lini mtapenda ujinga? Ni swali linaulizwa. Wajinga hata lini watapenda ujinga? Twende. Na mwenye dharau kupenda dharau yao. Soma. Na mpumbavu kuchukia maarifa. Na wapumbavu wanachukia maarifa. Twende. Geukeni kwa ajili ya maonyo yangu. Kwa nini? Tazama. Ndiyo. Nitawamwagia roho yangu. Ndiyo. Na kuwajulisheni maneno yangu. Soma. Kwa kuwa nimeita nao nanyi mmekataa. Mungu amewaita kwa wiki 2, watu wameitwa nao wamekataa. Soma. Nimeunyosha mkono wangu asiangalie mtu. Yaani Yesu amenyosha mkono wake, watu wamekataa kuangalia. Twende. Bali mmebatilisha shauri langu. Wamebatilisha shauri la Mungu. Wala hamkutaka maonyo yangu. Wamekataa maonyo ya Mungu. Mimi nami nitacheka siku ya msiba wenu. Ati kuna msiba unakuja na Mungu atacheka. Ndiyo. Nitadhihaki hofu yenu ifikapo. Na atadhihaki hofu yenu ifikapo. Twende. Hofu yenu ifikapo kama tufani. Ndiyo. Na msiba wenu ufikapo kama kisulisuli. Soma. Dhiki na taabu zitakapowafikia. Wakati dhiki na taabu zitawafikia, ndipo watakaponiita nami lakini sitaitika. Kuna watu hiyo wakati wa mapigo wataanza kumwita Mungu naye hataitikia. Twende. Teremka na andiko. Watanitafuta kwa bidii lakini wasinione. Hawatamuona. Kwa nini? Kwa kuwa walichukia maarifa. Watu walichukia maarifa, wala hawakuchagua kumcha Bwana. Walikataa kumcha Bwana. Wapendwa, usingoje kipindi hicho
ambacho Mungu atakuwa anakucheka. Kuna wakati Mungu atacheka watu. Yaani kuna watu watachekwa kwa sababu gani? Kwa sababu walikataa kumsikia Mungu. Saizi Mungu anawaita, wanapuuza. Ananyosha mkono yake, mtu anaangalia Bwana, anawacha Yesu. Wajua kuna watu nashangaa nao, anakuambia ningekuja lakini bwana yangu hawezi akakubali. Yaani wewe unamwabudu Bwana kuliko Yesu. Wapendwa, wacha nikuambie, wakati dhiki itafika, utatafuta Bwana akutetee. Jua mambo ya wokovu ni yako. Kwa nyumba mama anaweza akaokolewa, baba akabaki. Haufai kulinganisha jambo lolote kati ya wewe na Mungu. Hata Biblia inasema watoto wawatii wazazi wao katika Bwana. Si tu kuwatii ati baba akwambie mimi ndio baba wa hii boma, nimekuambia hii ndio ibada na umesikia ukweli. Unaambia baba, hapana, mimi nakuheshimu, lakini ikifika kwa mambo ya Mungu, hapana, mimi nafuata Mungu. Kuna watu wanatii, wacha nikwambie, watu waelewi. Kuna watu wamekataa kufuata ukweli kwa sababu ya mabwana zao. Kuna watu wamekataa kufuata ukweli kwa sababu ya wazazi wao. Hii ndio tabia ambaye Pilato alifanya na Herode. Herode alikuwa na uwezo wa kutokumsulubisha Yesu, lakini kwa sababu aliogopa kupoteza kazi akamsulubisha Yesu. Wacha nikwambie, wakati Yesu alisulubiwa, ile kazi ambayo alikuwa anaitetea iliisha. Hiyo kazi ambayo alikuwa anaitetea iliisha. Herode akawa maskini, akaanza kuokota matakataka na chakula kwa sababu ya aibu. Herode akajinyonga. Wewe leo unamkataa Kristo kwa sababu unatetea ndoa. Wacha niwaambie ukweli, ndoa ambaye Yesu hayuko ndani haiwezi kadumu. Hizi vitu watu wanashika kwa sababu ati wewe huwezi fuata ukweli kwa sababu ya Bwana. Utashangaa tukimaliza mkutano, mwezi moja uyuko kwa ndoa. Waanze kusema ulikuwa unatetea nini sasa? Mungu anasema atacheka watu siku ya msiba wao, maana amenena